Jimboni kama ambavyo ilivyoada, tunakwenda kuangazia masuala ya uchaguzi mwaka huu ambapo tuna uchaguzi wa kuchagua viongozi. Sasa hapa tunajaribu kupita huku na kule kupata kusikia yanayojiri katika sehemu mbalimbali. Na mchakato jimboni hapa leo tuko kata ya Utroto miongoni mwa kata 27 ambazo katika jimbo letu la Arumeru Magharibi. Mbele yangu ni miongoni mwa watu ambao tulipata tetesi, tulisikia kule kwenye kata hii ya Utroto kwamba yumo kwenye kinyang'anyiro. Tukaamua kumtafuta ili tuweze kuongea naye na kufahamu mengi kutoka kwake. Labda kwanza taanza kwa kujitambulisha, alafu kuanzia pale taanza na mazungumzo yetu. Ndugu yangu, habari za wakati huu? Nzuri sana. Ndio. Habari za kazi? Salama kabisa. Habari za Utroto? Nzuri kabisa. Naam, karibu sana. Asante sana. Pengine mimi tunawezekana tunafahamiana, lakini kwa faida ya watazamaji na wananchi wetu kwa ujumla ungejitambulisha majina yako tuweze kuendelea zaidi. Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Good Living Samuel Kijave. Ni mwanajeshi mstaafu na ni daktari. Niliweza kuhudumia serikali kama mwanajeshi kwa muda mrefu. Baadaye nilikuja kuplani kupitia kwa mkuu wangu wa kikosi, kanishauri kwenda kwenye masomo ya udaktari. Naam. Ambao nilibahatika kupata chuo cha KOTC Mafinga iliyoko Mafinga. Kule niliweza kujifunza kwa muda wa miaka 3 mambo yanayohusiana na mambo ya kidaktari kwa ujumla. Ndio. Au mambo ya utabibu. Nilifanikiwa kufanya kazi kwenye sehemu mbalimbali. Nilianzia kazi pale Lugalo kama intern. Baadaye nilipata uhamisho wa kwanza kuelekea Morogoro. Ndio. Kufanya kazi Morogoro, hospitali ya jeshi kanda ya Morogoro. Baadaye nikarudi hapa, nikapata uhamisho kuja hapa Arusha, kafanya kazi pale Tanganyika Packers, kikosi kinaitwa 977 KJ. Lakini baada ya utafiti wa kutaka kuwatafuta madaktari wa kuweza kufanya kazi kwenye chuo chetu cha Monduli, niweza kufanikiwa kupata nafasi hiyo ya kwenda kufanya kazi pale kwa sababu chuo chetu ni cha kimataifa, na niliweza kupata uhamisho wa kuelekea pale Monduli, ambapo niliweza kufanya kazi kwa muda wa miaka kama 12 mpaka kufikia muda wangu wa kustaafu. Na baada ya lakini kabla ya kustaafu nilikuwa nikishirikiana sana na kazi za kujitolea kijijini kwetu pale Kivulul. Kazi kubwa ya kwanza ambayo naikumbuka sana ni kazi moja ambayo nilikuwa nikimsupport diwani mwenzangu Baraka, ambaye alikuwa diwani kwa kipindi hicho. Tuliweza kufanya kazi ya upanuzi wa barabara kwa kiwango cha hitajio la TARURA. Kwa kuwa sehemu nyingi zilikuwa na hali ya sitofahamu, lakini niweza kusimama pamoja naye tukafanikiwa kufanya hiyo kazi. Hiyo kazi ilikuwa kidogo ni ngumu kutokana na watu waliokuwa wanatuzunguka. Lakini kwa uwezo wa Mungu tulifanikiwa tukafanya hivyo. Na nilitegemea sana kwamba ile hali yetu ya ile barabara ilikuwa ingeisha. Lakini kwa sababu nisizozijua mimi, na changaa leo mpaka leo ni mabonde na ni maporomoko makubwa sana. Kwa hiyo yani mlitengeneza barabara lakini bado ina mabonde. Tulifanya upanuzi wa barabara. Ndio. Tukitegemea kwamba tungekuja kutengeneza barabara yetu iwe angalau hata kwa kiasi cha changarawe. Lakini bahati mbaya mpaka leo kwa kweli ni mashimo makubwa sana. Tunaweza kuzungumzia kwamba katika barabara mbovu huenda ni ya barabara ya Sarawari Kivulul. Hali ya ile barabara ni mbaya. Ni mbaya sana. Kwa hiyo mnaendelea lakini kushirikiana kwenye masuala mbalimbali katika kata. Tunaamua kushirikiana kwenye masuala mbalimbali kwenye kata yetu kwa ujumla, kwa sababu wakati mwingine hata tuliweza kufanya kazi moja ya kusupport ofisi ya kijiji cha Usunya. Ilikuwa chini ya mtendaji Dora. Aliweza kunikaribisha pale na tukafika. Nilifurahi maana nikabidhiwa chumba changu, nikaweza kukimalizia na kukamilisha kabisa. Kwa hiyo nakumbuka hata siku hiyo ofisi ya mtendaji. Ofisi ni nzuri sana. Kwa hiyo ninafurahi sana kumpata mtendaji ambaye anapenda maendeleo na kuwashirikisha watu. Kwa hiyo katika kazi hiyo nakumbuka hata uzinduzi tulikuwa pamoja na mkurugenzi. Tuliweza kufurahi pamoja kwa sababu ya kusherehekea kazi ile ambayo tulifanikiwa sana. Ndio.
Na mtazamaji, kama ambavyo umesikia maneno ya utangulizi, huyu ni mwanajeshi mstaafu lakini pia ni mkazi wa kata ya Otroto, na yeye ni miongoni mwa watiania wanaotajwa kwenye kata hii ya Otroto. Pengine urudie tena jina lako. Godliving Samuel Kijave. Godliving Samuel Kijave au Ole Kijave. Yeah, ambaye tuko naye hapa leo hii. Nikikuangalia Ole Kijave, unaonekana bado kijana, bado nguvu ipo kabisa. Sasa ukiniambia umestaafu, naona mbona umestaafu mapema au pengine unajua kuna watu wengine umri unaweza kana umesogea, lakini mwili wake au body yake kidogo ikawa ukikuangalia unaonekana bado sana. Yeah. Sio kama anaonekana bado sana, ni bado sana kwa sababu ni mhudhuriaji mzuri sana wa mazoezi. Na ni mpenzi sana wa mazoezi kwa ujumla. Kwa hiyo ni mtu ambaye nilikuwa napenda sana mazoezi. Sikuwa nabweteka. Hata mara nyingi hata kwenye taratibu zangu za kijeshi huko. Ndio. Nilikuwa kama mfano. Na watu wa jeshi ni watu wa mazoezi. Nilikuwa kama mfano. Watumishi wa watu wa jeshi ni watu wa mazoezi. Kwa hiyo ilikuwa mfano mzuri. Ndio. Pengine labda ndugu yangu Ole Kijave, nini hasa wito ambao kwa kweli umeupata ukaona ngoja niingie kwenye kinyang'anyiro hiki, nitie nia kuwania nafasi hii ya udiwani kwenye kata ya Otroto? Nini hasa kimekusukuma? Okay, nashukuru sana. Niseme tu kwamba hali yetu ya Otroto kwa kweli ni mbaya sana. Kuna vitu ambavyo tulitegemea kwamba tusingekuwa tunavifanya sasa. Kwa mfano swala la barabara tusingelikuwa tunaliwaza leo. Kwa mfano barabara yetu tatizo kubwa, hata tukiitengeneza bila kwenda kuzuia maji yanayotoka kule Odonyo Sapo, kwa kweli hatutaweza kufanikiwa. Kwa sababu mara nyingi TARURA au hata na baadhi ya wadau wengine walijaribu sana kujaza ile barabara, lakini kwa sababu sasa misingi ya ile miundombinu imekuwa ni mibovu sana. Sijajua kwamba wapi wenzangu wanakwama, lakini ninao kwamba mimi nilishawahi hata kutoa maelekezo jinsi gani tunaweza tukakabiliana na hilo swala la miundombinu. Kwa kweli miundombinu ya Otroto ni mibovu sana. Kila wakati wa mvua sisi tunapata shida, lakini tuna mabonde, maporomoko ya kutosha ambayo hayana madhara. Maji tukielekeza yote kule, nafikiri madhara hayatakuwepo. Kwa hiyo nikawiwa nifanye hiyo kitu kwamba niweze tu kusaidia Otroto, angalau tuipate Otroto mpya yenye mtazamo mpya na mzuri zaidi, tofauti na kipindi cha sasa ambapo hapapitiki, barabara zote hazipitiki. Na hali sio nzuri. Na mbali tu na barabara, kuna mambo mengi ambayo yamekuwa changamoto kubwa sana. Swala la maji ni changamoto. Kwa hiyo nikafikiria kwamba ni vyema sana nikafikiria hivyo. Vile nilikuwa nawaza jambo moja kwamba nilikuwa kule kwenye Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa muda mrefu. Natamani sana kuona vijana wa kata ya Otroto wengi wakijiunga kule. Nipate muda wa kuatia moyo na hata hivyo kuwa connected na wao kwenye connect na wizara za kwetu zile ambazo tuliwahi kufanya kazi pamoja hata na majeshi mengine, kutokana na uzoefu nilionao, na naamini kabisa kwamba at least tupate hata vijana wengi ambao watakuwa wanajiunga na jeshi, kwa sababu hali ilivyo sasa hivi hapo mtaani ni mbaya. Unamkuta kijana mdogo amefanana na mzee. Huwezi amini sasa hivi ukikutana na kijana wa miaka 30 tuseme kachoka kabisa, yani hata ukimwambia nisaidie hata kuchota mchanga hapa kuingiza pale, kwa kweli ni kazi ni ngumu sana. Kwa hiyo kuna namna fulani ambayo nafikiria sana vijana wetu waweze kutoka. Na ile tatizo la vijana kujiingiza kwenye swala la unywaji wa pombe inasemekana pia ni moja sababu ya kuwachosha, wanakunywa sana pombe, hata kazi hawafanyi. Ili labda utaliwekaje? Okay, ili swala kwa kweli labda nirudi nyuma kidogo kwamba mimi kwenye kijiji changu ni mwenyekiti wa ulinzi na usalama. Sasa kuna operation ndogo nazifanya ambazo zinajenga na kurejesha sasa ule utu. Maana vijana sasa wamebadilika, wamekuwa tena ukimuona uwezi kufikiri kwamba ni kijana. Kwa hiyo nafanya hizo operation ndogo na naamini kwamba endapo sasa nitapata hiyo nafasi ambayo naiwaza, huenda hiyo kitu ikaisha kabisa, tukapata Otroto
nzuri na bora kabisa. Ndio. Na msikilizaji, mtazamaji popote pale ulipo, tunaendelea na mazungumzo yetu, na uchaguzi ndio huu. Wanasema jogoo limekusha kulia Dodoma. Tarehe 28 wanaanza mchakato wa uchukuaji wa fomu. Vipi, unatarajiaje? Kwa sababu unapoingia kwenye kinyang'anyiro pengine utakuwa umefanya maandalizi. Matarajio yako sasa unapoingia kwenye hichi kinyang'anyiro yakoje? Unatarajia nini hasa, ama muitikio unaopata kutoka kwa watu wa utoto kwa ujumla? Kwa kweli ninamshukuru Mungu, muitikio ni mkubwa, na naamini na nafasi ya kushinda, na nina nafasi ya kuwatumikia utoto. Ndio. Hujazungumzia kuna sekta wa kina mama, kuwawezesha kina mama, ili kwa upande wa mikakati yako ambayo mambo ni mengi. Ndiyo. Na katika kina mama sana ninapenda sana kufuatilia masuala yao ya mikopo hii kutoka halmashauri, ambayo kwa mfano kama sasa kijiji kimoja tu unakuta ina kikundi kimoja tu. Na sidhani kama kuna elimu imepitishwa sana wale watu, kwa nini sasa hawajajiunga kwenye hivyo vikundi hivyo ili waweze kujipatia hiyo mikopo. Mikopo ipo na ninaamini ipo, kwa sababu najaribu kutembelea baadhi ya vijiji vingine ambavyo ni nje ya kata ya Ushoto. Nilikuta kama kijiji kimoja kinaweza kuwa na vikundi 3-4. Sasa unaweza kukuta si katika vijiji vya kwetu kikundi ni kimoja, au kwenye kijiji kingine hamna kabisa. Na mtazamaji, swala katika uchaguzi huu chama cha Mapinduzi ambacho bila shaka ndio wanagombea kupitia chama hicho, kimeshatoa maelekezo kwamba nafasi ambazo mnaweza mkagombea ni nafasi za udiwani na ubunge, lakini nafasi ya Mheshimiwa Rais kule tayari alishamaliza. Ile haina mjadala. Unazungumziaje, au unapenda kuambia nini watazamaji wetu kuhusiana na kura za Mheshimiwa Rais? Na ni kiongozi shujaa na shupavu. Mimi binafsi nakubali kazi zake na uongozi wake, kwa kweli. Saluti. Sawa. Saluti kwa Mheshimiwa Rais, kwa kweli iko safi. Mitano tena. Ole Kijave anasema mitano tena kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mimi pia nasema hivyo popote unapotazama, kura za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ziwe nyingi kwa kweli, za kutosha kabisa mpaka kushindilia, kwa sababu ni mtu amefanya kazi kubwa katika taifa letu. Kwa hiyo tuendeleze pale ambapo ameishia. Sisi tupambane tu kwenye udiwani na ubunge, lakini huko kwenye president mitano tena. Sawa. Haina mjadala. Sawa. Kwa jumla tukitoka kwenye kidogo tu, tukitoka nje ya Utoto, jimbo hili la Arumeru Magharibi ambapo Utoto iko miongoni mwa kata ambazo katika jimbo hili, unalizungumzaje kwa ujumla? Yaani kwa kifupi tu kwa ujumla jimbo letu hili ama jimbo lenu la Arumeru Magharibi. Mimi kiuhalisia nalitamani sana. Kwa hiyo nalitamani sana kwa sababu kwanza na mambo makubwa sana nayafikiria kuhusu jimbo letu kwa ujumla. Yaani nalitamani sana, kama laiti nimesema nianzie hapa. Naanzia hapa tu. Pengine kuna ndoto za baadaye. Nina ndoto za baadaye kweli kulitendea jimbo kwa ujumla mambo makubwa. Na naamini hata endapo ridhaa ya wananchi itanipa hapa, itawaonyesha watu mwanga wa mimi kuvuka, kuweza kuwaletea mambo mazuri zaidi, makubwa zaidi. Kwa hiyo tarajie Utoto, endapo watakupa fursa, basi mambo makubwa zaidi yuko mbele, makubwa zaidi yatakuja. Natamani iwe Utoto ni kata ya mfano katika mkoa, sio katika wilaya. Katika mkoa natamani sana tuwe tunakuja watu wanatutembelea wakisema mmefanya hivi, mbona mmefanyaje, imekuaje mpaka mkafika hapa mlikofika. Maana naamini kabisa kwamba kama tutakuwa na mpangilio mzuri na tukaisikiliza serikali inachokizungumza, naamini kabisa kwamba tunavuka. Mambo yanakaa vizuri. Yes. Sasa. Tunazidi kusonga mbele zaidi, na kama nilivyokuambia tuko na mwanajeshi mstaafu huyu ndugu yetu Good Living Ole Kijave. Pengine Utoto, wewe ni mkazi wa pale, na labda ungetupa kidogo angalau wanasema background kidogo ya pale ulikopita katika masuala ya elimu mpaka ukafika kwenye swala la ajira, angalau kwa kifupi. Nashukuru sana. Kwa kifupi, mimi nilisoma shule ya msingi kipindi hicho inaitwa Loruvani, ambayo mpaka sasa imezaa Moivo. Ndio. Na baadaye nilisoma pale kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 5.
Baadaye nilihamishiwa shule ya msingi Ilboru, ambapo pale ndio nilipomaliza masomo yangu ya shule ya msingi. Mtangazaji, kidogo hapo mimi niliingia jeshi nikiwa darasa la 7. Kwa hiyo elimu yangu ya kuingia jeshi ilikuwa darasa la 7. Mara kipindi kile kwanza jeshi lilikuwa ni kazi moja inaonekana ni ngumu, alafu watu walikuwa wanaikimbia. Lakini baadaye mimi nilipenda ile, nikaingia kule. Baada ya kuingia kule nilifanya yale mafunzo ya awali vizuri sana, nikamaliza vizuri sana, nikapangiwa kikosi kimoja kinaitwa 12 KJ kiko Zanzibar. Pale Bavuai, panaitwa Bavuai. Pale kweli nimeweza kufanya kazi vizuri, lakini siku moja mkuu wangu wa kikosi pale akawa amekutana na mimi, tunapita akaniambia, kijana wangu, kwa nini usifanye mtihani wa kujiunga na shule ya sekondari? Nikamwambia, afande, usiniruhusu. Akaniambia, kaandike barua. Nikaenda nikaandika barua. Kiukweli nikapata nafasi ya kwenda kufanya interview. Baada ya kufanya interview nilifanya vizuri sana, kwa sababu nakumbuka tulikuwa na shule kama 4 hivi. Kulikuwa na shule, nakumbuka Mirambo, kulikuwa na Makongo sekondari ambayo ndio ilikuwa ikitoa Lugalo, shule ya Nyuki sekondari ilikuwa Zanzibar, na nyingine moja iko Tabora. Lakini mimi nilipangiwa pale Zanzibar, Nyuki sekondari, ambayo ni shule ambayo ilikuwa chini ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Nikapata nafasi pale ya kuanza form 1 hadi kidato cha 4, ambapo nimaliza kidato cha 4 pale. Baada ya kumaliza kidato cha 4 nikarudi kikosini kwangu. Sikufanya vizuri sana, lakini kwa sababu nilikuwa na masomo ya science ambayo nimefaulu kwa kiwango, haikuwa kizuri sana, maana ni kiwango cha C. Kama masomo mawili na moja ilikuwa na D na pamoja na hizo hivyo. Lakini nilikuwa nimefaulu hivyo. Kama nilikuwa na C2 za science, nikipiga chemistry vizuri na mathematics. Kwa hiyo nilikuwa vizuri kidogo. Kwa hiyo nikawa sasa, baada ya kurudi kikosini tu, mkuu wangu alinipiga kwanza ile kozi ya mizinga. Piga mizinga tirari huko, piga mizinga. Lakini baadaye namshukuru Mungu, baadaye kurudi tu akaniambia, bwana, hebu nikupe posti, hebu nenda tena kajaribu chuo cha udaktari, naona umefaulu masomo yako ya science, ili nisiendelee kudumaza hiyo elimu ya elimu ulionayo ya science, basi hebu nenda kajaribu tena interview. Kweli nikaingia kwenye interview, piga vizuri. Tulikuwa watu kama, nakumbuka watu 260 wa jeshi. Nilikuwa mtu wa 14 kati ya 260. 14. Hongera sana vijana. Kwa mtu wa 14 nilipata hiyo nafasi sasa ya kwenda kusoma kile chuo cha Mafinga, ambayo ndio nilipomalizia elimu yangu hiyo ya diploma in medicine. Kwa hiyo nadhani mpaka hapo. Hongera sana. Asante. Hongera sana, na kwa kweli mimi nikutakia kila laheri kwenye michakato hii inavyoenda. Najua kuanzia tarehe 28 mpaka tarehe 2 uchukuaji na urejeshaji wa fomu, alafu baada ya hapo sasa michakato itaendelea kwa mujibu wa utaratibu wa chama. Mimi nikutakia kila laheri. Asante. Pengine cha mwisho kabisa ambacho ungependa kuambia watazamaji? Ni washauri tu watu wa Utroto kwamba wajue kwamba mtihani nipo na nipo kwa ajili yao na kwa ajili ya maendeleo makubwa na mtazamo mkubwa mzuri wa kata ya Utroto. Shukrani sana ndugu yangu. Amin. Na kutakia kila laheri. Asante sana. Asante. Na hapa tumefika mwisho kabisa mazungumzo yetu na Godliving Ole Kijave, ambaye yeye ni mtiania kata ya Utroto, ni mwanajeshi mstaafu, daktari huyu mbobezi katika masuala ya udaktari. Kwa hiyo kama ambavyo amemsikia ndivyo ambavyo ameeleza. Na tuna la ziada, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi na kufuatilia mchakato jimboni. Hadi wakati mwingine. Bye bye. Asante. Asante sana. Shukrani.